asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na leo tuna somo jipya la maombi ya mwisho wa mwaka. Maombi mwisho wa mwaka. Na tutatoa prayer point ambazo zitasaidia wasikilizaji wetu na watazamaji wetu kupata vitu vya kuomba mbele za Mungu. Unajua anasema leteni hoja zenye nguvu, asema Mfalme wa majeshi. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya somo la leo. Tunaomba ukaliguse somo hili likapate kuinua waombaji, watumishi mbalimbali, likapate kusikika na kuenea ulimwenguni kote. Katika jina la Yesu Kristo, livuvie Roho yako Mtakatifu, kila litakapoingika, litakapopenya, lisikike kwa namna ya tofauti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kadhibitishe ujumbe huu Bwana. Amen. Mambo ya kuomba kabla ya mwaka kuisha, yaani maombi ya mwisho wa mwaka. Kitu cha kwanza kabisa, unapaswa kumshukuru Mungu kwa ulinzi wa siku 365 zilizopita kwako. Kwa hiyo katika Zaburi ile ya 50 mstari wa 23 anasema, atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Mungu anapendezwa sana na watu wenye moyo wa shukrani. Tusiwe sehemu ya wale wakoma 9, bali tuwe sehemu ya yule mkoma mmoja. Unajua kule kwenye Luka 17 anavyoeleza kwamba kuhusu habari ya wale wakoma 10 waliotakaswa ukoma. Mmoja akarudi kumshukuru Mungu, lakini wale kenda hawakurudi. Sasa anza na kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Kuna mengi yametokea katika mwaka unaomalizika, lakini Mungu amekulinda, amelinda familia yenu, amelinda ndugu zenu. Pamoja na yote yaliyotokea, hata kama umekutana na mambo magumu, lakini jifunze kuwa na moyo wa shukrani. Cha pili, funga agano na Mungu kwa njia ya maombi na sadaka katika mwaka unaoingia. Weka nadhiri. Katika ile Zaburi ya 50 mstari wa 5 anasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofunga agano nami kwa njia ya dhabihu. Cha tatu, kabla ya mwaka kuisha, funga kila mlango wa matatizo uliotembea nao kwenye huo mwaka unaoisha. Usivuke mwaka nao. Mathayo sura ile ya 18 mstari wa 18 anasema, lolote mtakalolifunga ulimwenguni litafungwa na mbinguni, na lolote mtakalofungulia litafunguliwa na mbinguni. Kwa hiyo una uwezo wa kufunga mlango wa mateso, mlango wa machozi, mlango wa huzuni, mlango wa vifo, mlango wa uharibifu, mlango wa mauti, milango yote ambayo unaona imekuwa migumu kwenye huo mwaka. Hakikisha kabla hujavuka umeifunga hiyo mlango na umefungulia milango mipya. Kumbuka maneno ya kinywa chako ni ufunguo. Chochote utakachokifungua kitafunguliwa, chochote utakachofunga kitafungwa. Namba 4, tubu kama kuna mahali haukutembea sawasawa kwenye mwaka unaoisha. Muombe Mungu akusamehe. Soma waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 8 na wa 9 na wa 10. Inasema kwamba tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, lakini tukizungama dhambi zetu, Mungu wetu yeye ni mwaminifu na atatusamehe kabisa. Namba 5, ombea mpango mikakati ya mwaka unaouendea ukiwa katika mwaka huu kabla haujavuka mwaka. Ombea mpango huo. Namba 6, omba Mungu awaondoe watu wote ambao sio sahihi, ambao wewe uliambatana nao kwenye mwaka unaoisha, ili akukutanishe na marafiki wengine ambao ni sahihi, kwani rafiki wa mpumbavu naye ni mpumbavu. Omba jambo hilo. Namba 7, omba roho ya kumjua Mungu zaidi. Ayubu 21 mstari wa 22, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Omba kumjua Mungu ili uwe na amani katika mwaka unaoingia. Omba kumjua Mungu zaidi. Omba roho ya neema ikufunike katika kumjua yeye. Namba 8, omba roho ya neema na maombi iachiliwe juu yako na ikufunike sawasawa na Zekaria 12:10 kabla haujamaliza mwaka ulioko kuingia mwaka mwingine. Namba 9, mtafakari Mungu kwa matendo yake makuu, kisha mshukuru Mungu tena, kwa sababu yapo mengi aliyoyafanya kwenye maisha yako ambayo hauna lugha ya kuyaelezea. Kwa hiyo mshukuru Mungu tena kwa hayo aliyoyafanya.
Zaburi ya 92 mstari wa 1 mpaka wa 3, ni neno jema kumshukuru Bwana na kulitangaza jina lake yeye aliye juu. Na namba 10, achilia sadaka, isemeshe hiyo sadaka. Sadaka huwa inabeba moyo wa mtu. Kwa hiyo mwisho wa mwaka ajifunze kuachilia sadaka na uisemeshe hiyo sadaka kwamba sitatembea kama nilivyotembea mwaka huu, sitakuwa kama nilivyokuwa, nikitoka hapa nitakuwa mtu mwingine. Na utoe hiyo sadaka. Hiyo sadaka itaanzisha msimu mpya kwenye maisha yako na wewe utakuwa salama. Kwa hiyo hayo ndio maombi ya mwisho wa mwaka. Hizo ni prayer point 10. Ukizitumia zitakusaidia sana. Na tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji wetu. Mbariki asikiapo neno lako, maana umesema heri wale wanaolisikia neno lako na kutetemeka. Neema yako imfunike ujumbe huu. Tumeuvuvia nguvu za Roho Mtakatifu. Roho wako Mtakatifu Bwana akaachiliwe juu yake. Mpe neema ya kuomba sasa na maelekezo haya yote, na mzidishie Roho wako Mtakatifu amfundishe, kwa sababu Roho Mtakatifu yeye ni mwalimu. Pokea sifa na utukufu kwa kila anayenyosha mkono pia kwa ajili ya kusaidia kipindi hichi kuwa hewani. Mungu, wewe una watu kwa ajili ya kazi yako. Una uwezo wa kuinua watu mahali popote, wakati wowote, muda wowote. Tunakubariki na tunaomba ubariki matoleo hayo, ukayakumbuke na kuyatakabali sasa na Zaburi ya 20, na ukapelekea watu wako msaada toka patakatifu pako. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Yesu Kristo nimeomba. Amen.